Angalia miaka 5 ijayo ya maisha yako. Maisha yako katika miaka 5 ijayo yatafanana sana na miaka 5 iliyopita, isipokuwa tu kama utabadilika. Ukibadilika, kila kitu kitabadilika. Na ndiyo maana unatakiwa kujenga uwezo wa kuchukua hatua. Usiwe mtu tu wa kusubiri kila kitu kiwe kamili. Usiwe mtu wa kusubiri kila kitu kikamilike. Usiwe mtu wa kusubiri kila kitu kiwe tayari. Usiwe na haraka isiyokuwa na mipango, lakini pia usipoteze muda mwingi. Kuna wakati sahihi wa kuchukua hatua, na wakati huo ni pale ambapo wazo linakuwa jipya. Ni pale hamasa inapokuwa kubwa. Ni pale unapoona kwa uwazi kile unachotakiwa kufanya. Huo ndio wakati wa kufanya. Huo ndio wakati wa kutenda. Chukua hatua mara moja. Chukua hatua haraka iwezekanavyo. Kwa sababu usipofanya hivyo, kuna kanuni moja muhimu sana ambayo huwa inafanya kazi katika maisha. Inaitwa the law of diminishing intent, sheria ya kupungua kwa nia. Sheria hii inasema hivi: tunapopata wazo zuri, mara nyingi huwa tunasema nitafanya. Tunapohamasika, mara nyingi huwa tunasema nitaanza. Lakini kama hautogeuza nia hiyo kuwa hatua mapema, hamasa huanza kupungua kidogo kidogo. Mpaka mwezi mmoja unaisha, hamasa inakuwa imepoa kabisa. Baada ya mwaka mmoja kupita, hata lile wazo lenyewe linakuwa halipo tena. Na ndiyo maana unapopata hekima au msukumo wa kufanya jambo jema, usiache msukumo huo ubaki tu kichwani, ugeuze kuwa kitendo. Nidhamu ndiyo njia ya kukamata hekima kabla haijapotea. Ni nidhamu peke yake ambayo huwa inakamata hamasa na kugeuza kuwa matokeo. Kwa sababu hisia hupita, lakini nidhamu hubakia. Na jambo moja muhimu sana ni kwamba nidhamu zote huwa zinakuwa na uhusiano. Hakuna tabia ambayo huwa inasimama peke yake. Ukipuuzia jambo moja, mara nyingi utapuuzia mengine pia. Kwa maneno mengine, ukishindwa kufanya mazoezi hata kwa dakika 5 tu kwa siku, kuna uwezekano pia ukashindwa kuzingatia kula vizuri. Usipozingatia afya yako, kuna uwezekano pia ukawa na tabia ya kutokusoma vitabu. Baada ya miaka kadhaa ya kupuuzia mambo madogo, ndipo watu husema kwamba maisha yao yameharibika. Lakini habari njema ni kwamba kila nidhamu mpya unayoijenga huimarisha nidhamu nyingine. Kwa maneno mengine, kila hatua ndogo unayoichukua leo hii, hatua hiyo itakupa nguvu ya kuchukua hatua nyingine kesho. Na ndiyo maana hatua ni muhimu sana. Hata kama ni ndogo kiasi gani, chukua hatua. Faida kubwa ya nidhamu sio fedha. Faida kubwa ya nidhamu ni kujiheshimu, ni kujiamini, ni pale unapoona thamani yako wewe mwenyewe. Kila unaposhindwa kufanya kile ulichojiahidi kufanya, hata kama ni jambo dogo, unaanza kudhoofisha ile imani ulionayo juu yako wewe mwenyewe. Na kila unapotekeleza ahadi uliojiwekea, unaanza kujenga heshima yako binafsi. Tatizo la kupuuzia mambo madogo ni kwamba huanza kama maambukizi. Usipoyadhibiti hugeuka kuwa ugonjwa. Kwa maneno mengine, kupuuzia jambo moja huzaa kupuuzia jambo jingine. Na mwisho kabisa utapoteza kujiamini, utapoteza kujithamini, lakini pia utapoteza ile imani ya kwamba unaweza kufanikiwa. Suluhisho ni kuanza kuwa na nidhamu ndogo. Kuanzia leo hii anza kujiambia kwamba hili ni jukumu langu. Jambo hili ninaweza kulifanya na nitalifanya. Usikubali tena uzembe ujenge makazi ya kudumu ndani ya maisha yako. Anza kujenga maisha yenye nidhamu. Kadiri nidhamu yako inavyoongezeka, ndivyo utakavyokuwa na uwezo wa kubeba hekima zaidi, imani zaidi, ujasiri zaidi na mafanikio makubwa zaidi. Katika miaka yangu ya kufundisha, nimekuwa nikizungumza na watu wengi sana. Na karibia kila mara nilipokuwa nikifundisha, nilikuwa nikipendekeza watu wasome angalau kitabu fulani. Unadhani ni wangapi walikuwa wanakwenda kukinunua kitabu hiko? Kwa makadirio yangu machache, ni takriban 10% tu kati ya 100%. 90% huwa hawazingatii kabisa. Na ukweli ni kwamba hapa mjini karibia maktaba nyingi sana zilizopo katika maeneo mengi ni bure kuingia, ni bure kusoma pia. Yaani ni bure kabisa na hakuna gharama yoyote ile. Lakini watu wanaoingia kusoma huwa ni wachache sana. Wakati huo huo, wapo watu wengi sana ambao huwa wanatumia muda mwingi sana katika burudani kuliko kutafuta maarifa. Alafu baadaye wanaanza kulaumu serikali, wanalaumu waajiri, wanalaumu uchumi na wanalaumu mazingira. Lakini ukweli ni kwamba wakati fursa zilipokuwa zinapatikana, wao walishindwa kuzitumia fursa hizo. Na ndiyo maana usifuate mtindo wa watu wengi. Usije ukafuata mkumbo. Usiongee wanavyoongea. Usifikirie kama wanavyofikiri. Usiende wanakoenda. Usijenge maisha yako kwa kutumia visingizio wanavyovitumia. Badili lugha yako, badili mawazo yako, badili mkakati wako, na maisha yako yataanza kubadilika. Watu wengi wanaamini kwamba kujitamkia maneno mazuri peke yake kunatosha, lakini ukweli ni kwamba maneno mazuri bila nidhamu ni mwanzo wa kujidanganya. Unaweza kujitamkia mafanikio kila siku, lakini kama hufanyi kazi, hakuna kitakachobadilika. Mbegu haioti kwa kutamani,
Mbegu huota kwa kupandwa, kwa kutunzwa na kufanyiwa kazi. Vivyo hivyo mafanikio yanahitaji kazi. Jifunze kwa bidii, fanya kazi kwa bidii, jijengee nidhamu na mwishoni utavuna matokeo yake. Usisubiri mtu aje aendeshe maisha yako. Chukua jukumu la maisha yako. Chukua jukumu la siku yako. Chukua jukumu la siku yako. Chukua jukumu la maamuzi yako. Chukua jukumu la familia yako. Chukua jukumu la kesho yako pia. Angalia watu waliofanikiwa wanavyofanya na ujifunze kutoka kwao. Angalia watu walioshindwa wanafanya nini, alafu epuka kuiga tabia zao. Badili fikra zako, badili lugha yako, badili tabia zako, badili mkakati wako, kwa sababu ukibadilika maisha yako yatabadilika. Unaweza kuwa miongoni mwa wale wachache wanaochagua kujitofautisha na wengi. Jenga nidhamu, chukua hatua, endelea kujiboresha, na hapo ndipo maisha yako yataanza kubadilika kwa kiwango ambacho hukuwahi kabisa kufikiria. Kama ujumbe huu umekusaidia, nijulishe hapo chini kwa kugusa alama ya like. Lakini pia usisahau kushare ujumbe huu kwa watu ambao unawathamini. Mimi naitwa James Atilio, ni mtaalamu wa masuala ya uchumi, lakini pia ni mwalimu wa masuala ya kujitambua pamoja na maendeleo binafsi. Unaweza kujifunza zaidi kupitia ebook zangu ambazo nimeziandika kwa lugha ya Kiswahili. Tumia namba hizi kuwasiliana: 0759 55 1270, 0759 55 1270. Siku zote kumbuka, lolote lile utakaloliamini basi linawezekana kama utachukua hatua. Inawezekana.